mpenzi wangu. Abe. Mimi nilikuwa na wazo. Wazo gani? Kutokana na maisha yetu ndani yamekuwa ni magumu sana. Nilikuwa nakuomba urudi kijijini mpaka pale nitapokuwa sawa, alafu ndo utakuja. Nirudi kijijini? Hapana. Kama ulikuwa una lengo la kunitelekeza na kunitoroka. Sina maana hiyo mpenzi wangu. Wewe unaona maisha tulionayo ndani ni magumu sana. Na katika hiyo hali ulionayo wewe, hatutaweza kuishi ndani vizuri. Hivyo inabidi kwanza uende nyumbani mara moja. Mimi nikikaa sawa, mipango yangu inapokaa sawa, nitakufuata. Hilo haliwezekani. Tutaenda popote uendapo. Tuishi maisha yoyote yale kuliko kukuacha wewe. Kweli kuishi na mtu unayempenda alafu yeye hakupendi ni bora zaidi kuliko kuishi na mtu anayekupenda alafu humpendi. Sio na maana gani kuongea maneno kama haya? Ama uniamini mimi? Kwa nimekuvumilia sana kwa muda mrefu. Mimi bado nakupenda. Mimi nataka tu huyu mtoto asije kupata shida. Wewe nenda nyumbani. Na kama nyumbani atakulizia, utawaambia kwamba huko nilipoenda aliponielekeza sijamkuta. Pale alipokuwa naishi kwamba amehama na hajulikani yuko wapi. Wewe nenda. Na kama patatokea tatizo, basi mimi nitampigia bi mkubwa, mama yako mkuu. Nitaongea naye kwenye simu ili uende kwanza kwa basi nyumbani. Alafu mimi mambo yangu yatapokuwa sawa, nitakufuata. Hapana. Siwezi kuondoka na kukuacha. Siwezi kabisa. Tutabaki hapa hapa wote. Lakini mbona hutaki kunielewa? Mimi kwa tayari nimeshafukuzwa na siwezi kufanya hivyo. Kabla ya ndoa nilidhani kafuni, lakini nikabaki kivuli cha mapenzi. Nilishika pete mkononi. Anta mdogo wangu, Nikapanga maisha. swala liloleta hapa yale tuliyoongea, nilokuja kukwambia kuhusu mume wangu. Yaani sasa hivi sasa ndo yamezidi. Unajua nini mke wangu? Yaani siamini kwamba Mungu ameweza kuitimiza ile ndoto yangu ambayo nilikuwa naiota kila siku. Kwa sababu nilikuwa naota kila siku kwamba Mungu anisaidie nije kumpata mwanamke mzuri na ambaye anatambua wahusika wake kama mwanamke. Mume wangu hali nyumbani, ashindi, sijui hata mara mwisho lini kuwepo nyumbani. Yaani hata sielewi, hata hela futari aniachie. Hapo sasa dada, katika kutokulala nyumbani hapo, mimi nimepata idea. Hii imekaa vizuri kabisa. Aise, wewe ni mwanamke mzuri sana ambaye umekamilika kila idara. Nakupenda na sitochoka kukupenda. Yaani wewe mume wangu mimi, shemeji yako wewe, kutokulala nyumbani wewe kwako imekaa vizuri, si ndio Dada, hujanielewa. Yaani hapa ndo tunaanza kujua tatizo lipo wapi. Sawa. Na mimi kwenye maisha yangu kila siku nilikuwa naomba nipate mume bora, atakayenipenda, atakayenijali, atakayenihudumia. Basi usijali, umeshanipata. Kwamba huyu bwana halali nyumbani. Je, analala wapi? Hapo ndo nimekuelewa. Sasa mdogo wangu, mimi kuna kitu nilikuficha sijakwambia. Ndio nataka nani nikwambie hapo. Swala gani? Mimi mwenzio nilisha kuchukua mkopo ambao unaitwa kausha damu, na hapa nilipo nadaiwa.
nimechukua mkopo na mume wangu ajui, nimemficha. Nimefanya matumizi yangu mwenyewe ninayoyajua, na wananidai, wamekuja paka nyumbani na wananiambia wanataka waje wachukue vitu vyote vya pale nyumbani. Yaani dada, sasa hapo katika hilo swala la mkopo na Suria hujamshirikisha ninavyomjua Suria. Yaani mshakuwa matatizo. Haya, ni shilingi ngapi umechukua dada? 300,000. Nataka nikupe zawadi. Zawadi gani? Siku ile nilipokuona macho yangu yakakiri, wewe sio wa kawaida, ulikuja na asiri. Tabasamu lako lilinifanya nipotee njia, nikajikuta na kutazama. Sasa 300,000 si hela ndogo sana kwa mume wako. Laiti hata kama ungemuomba tu angekusaidia. Mimi ni yangu nimeenda kukopa, nijikivu mwenyewe, sio kila kitu mpaka nimwambie yeye. Yaani mahitaji yangu nitaka nifanye mwenyewe, ndio maana sikumwambia. Yaani hata sijui nafanyaje. Wameniambia wakirudi tena wanakuja kuchukua vitu au ila yao yote. Mimi naipata wapi na mwenyewe maisha yangu sasa najua. Sasa hapo tunafanyaje dadangu? Na mimi hali yangu sasa hivi ni ngumu, nishamaliza pesa zote, nimetoka kulipa kodi juzi tu. Laiti kama ingikopo nyuma kidogo umeniambia, tungejua tunalifanyaje hilo swala. Lakini kwa sasa hivi hapa sina hela. Sawa mdogo wangu, mimi nimekuelewa. Tutajua tutafanyaje. Kuhusu hilo swala la kufuatilia, usisahau endelea kumfuatilia basi. Vipi sasa, mbona hiyo? Mbona hiyo? Unajua nini mke wangu? Wewe ni mzuri sana. Umeionaje zawadi yangu? Yaani nakumbuka ile mara kwanza tulipokutana. Ulivyonifuata nilipokataa. Hadi naona aibu kuangalia. Hata usijali. Maana najua nyinyi wanawake ndio tabia zenu. Hauwezi kumkubalia mwanaume kwa mara moja. Nakumbuka hata siku ile ulivyonifuata kwa mara ya pili, kwa maana hata siku 6. Nakupenda sana. Usinifanyie hivyo. Usifanyie hivyo tafadhali. Mimi napokea langu ya mchezo na kupeni la yenu. Usinizailishe kama hivyo. Dada iko hivi sawa? Leo hapa tujaje sisi kuimba ngonjera, sawa? Tumekuja kuchukua vitu tukasamanisha na pesa yetu, sawa? Hatujaje hapa kusikiliza sisi maelezo yoyote, yaani hatuhitaji maelezo yoyote. Nyewe uko ndani huko, mbona mchoke na hivyo vitu basi muda wote? Samahani sana, naomba kufikisha. Hakuna muda mama. Wewe mbona umekaa hapo usaidii huku anaelezea mimi nitafanya nini? Wewe unategemea nini? Jamani nisaidie jamani, mbona haraka basi vimeisha? Vimeisha. Nimehakikisha kweli vyombo hamna ndani. Hiki hapa tunamalizia. Wewe sana. Naomba kupita. Wewe kabisa. Vipi kishaisha huko? Bana nini tena huko? Niachie. Teri njoo basi baba atakuelewa. Wewe hamna cha kuelewa. Dada Razia huyo leo karudi. Karibu. Asante ifi yangu. Hapa nzuri. Umekuja lini? Na siku 3 tu. Karibu. Mbaya wewe. Karibu. Kwa hiyo mume wangu, tunafanya kuhusu watu wanaotudai. Mama akija tena amu nyingine, hawatakuwa na muda kutusikiliza kabisa. Watatuaibisha.
watachukua kila kitu humu ndani. Kwa ninavyojua mimi, wale hawana msamaha tena, kila kitu watakichukua. Usijali mke wangu, kwa sasa nina mpango wa kuuza shamba ili nifanye biashara ya kuuza duka, maana kwa sasa mambo yangu mengi sana hayapo sawa. Hata wewe pia mke wangu unalijua hilo. Yaani hamna njia nyingine ya kufanya tuweze kujikwamua katika hili tofauti na kuuza shamba, mume wangu? Kweli mke wangu, usijali kwa hilo, kila kitu kinawezekana endapo tu tukitumia akili. Sawa mke wangu? Sawa. Kabla ya ndoa nilidhani nitakuwa mume, lakini nikabaki kivuli cha mapenzi. Wamekuja kausha damu, wamechukua vitu vyote. Wamechukua vitu vyote? Ndio. Hii inawezekanaje sasa? Maisha kichwani. Hebu mchoni nipe taarifa vizuri. Lakini jina langu halikuwa. Unajua mpaka sasa hivi napitia wakati mgumu sana. Sijajua hatima ya mdogo wangu. Nahisi kama nipo kwenye maisha ya ndoto. Yaani ni kitu ambacho nashindwa kuamini na kuelewa. Baby. Alafu mimi nishakwambiaga kuhusiana na masuala ya mikopo hayo. Ona sasa kilichokuja kukutokea. Umeenda kukopa kausha damu, alafu then wamekuja wamechukua vyombo, wamechukua kila kitu, wamekupa aibu. Wewe hiyo ni aibu hiyo? Okay, sawa. Mimi labda nikuulize kitu. Na naomba uniambie ukweli, kwa sababu mimi na wewe tumeshakuwa kama ndugu. Tumevuka zile hatua za urafiki. Wenzako wanakopa, wanaenda kuongezea mitaji yao, lakini cha ajabu nyinyi mnaenda kukopa eti unalipa kodi. Wife, unaona ipo sawa hiyo? Sikuwa na jinsi mpenzi wangu, kwa sababu nilikuwa sina hela ya kulipa kodi. Kwa hiyo nimekopa ili nikalipe kodi. Una uhusiano gani kati ya wewe na mdogo wangu Subira? Kabla ya yote umesema mimi ni ndugu yako, si ndio? Ni Subira ni mdogo wako na mimi pia ni nani? Ni mdogo wangu. Yaani kama wewe ulipokuwa mimi na yeye ni ndugu, umesema sisi ni ndugu, na yule pia ni ndugu yangu. Na kingine, hata mimi pia nimeumia sana kuona Subira amepotea tu ghafla. Inaniumiza ndugu yangu. Na hakuna la ziada? Hapana. Okay. Anyway, nimepata wazo. Wewe unaonaje ukaja ukaishi hapa nyumbani kwangu? Maisha yataenda tu. Mimi niishi kwako nao ndugu yangu, namwacha na nani? Na alipo unajua kabisa mimi naishi na ndugu yangu nyumbani. Au unataka nimtelekeze? Kabla ya ndoa nilidhani nitakuwa mume, lakini nikabaki sawa kivuli cha mapenzi. Nilishika pete mkononi. Hamna. Wote mnakuja kuishi hapa? Ishi wote watatu, chumba kimoja, serious. Na tukiwa na mambo yetu ndani, si hata tusikia yule. Ndo maisha hayo. Tunatakiwa tuishi hivyo. Yaani mfumo wa maisha ndio umeshatupeleka huko. Tutaishi hivyo kigumu, mwisho wa siku yeye atapata chumba chake na atapata kazi yake, maisha yataendelea. Lakini kwanza hapa lazima tuishi kwa ugumu kama hivi. Okay, sawa. Vipi, unakula?
nini sasa, chips yao? Karibu wifi. Asante wifi yangu. Nyumbani wanasemaje? Hawana hata usemi, lakini nina magumu. Mpaka unanitisha. Magumu gani tena? Na ujauzito. Ngoja niwaulize kitu kimoja sawa. Kwa mnaona mko sawa? Yeah, tuko sawa. Yaani mkopeshe mtu alafu bila mume wake kujua. Huo si uongo huo. Nisikilizeni kwanza sawa. Nyie, yaani hiyo pesa yenu hiyo mnaodai mkiipata mimi sio suria. Sawa? Sababu haiwezekani mwende kwa mke wa mtu mkopeshe alafu yeye asijue. Kwa hapo ulipo shoga yangu ni mjamzito. Ndiyo. Wameniambia nimtafute mtu aliyenipa ujauzito. Nimepambana mpaka kufika hapa. Yaani kabisa mwanamke wa mtu anamwambia kwamba ni siri. Mfanye kuwa siri mume wangu asijue, nyinyi mnakupata mnampa hela. Sikiliza brother. Mkeo katufuata kaja hapa kuhitaji pesa kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kuendesha kazi yake aliyotambia. Sio, umenielewa kwa makini? Sasa wewe unavyokuja hapa unakuja unatubwakia, unatueleza, yaani sisi hatukuelewi. Sio, umeelewa? Unavyokuja kutambia kwamba sijui mke wa mtu sina tusilini. Nyinyi nisikilizeni sawa? Nisikilizeni. Haya wewe mwanaume, umejipangaje katika hili? Maana maisha yenyewe kama unavyoyaona ndugu yangu. Na kwa kweli dada, kwa kipindi hiki mimi napitia wakati mgumu sana. Na mpenzi wangu Tumani nishamueleza kila kitu. Na nilimshauri arudi nyumbani. Mimi nahisi mama yake ningempokea tu. Mimi naamini hakuna mzazi anayekana damu yake. Hivyo mpaka pale mambo yangu yangekuwa sawa, mimi ningemfuata. Lakini bado hajataka kunielewa. Akisema kwamba yeye anaweza kuishi maisha yote yale ambayo tutapitia ndani. Hivyo mimi ningefanyaje? Nimeamua kumwacha tu. Kama ataona maisha yatamshinda, anaweza kurudi mwenyewe. Tumaini, Uwezi ukaenda kwa mke wa mtu kumkopesha pesa alafu anakuambia hivi mume wake asijue iwe siri. Alafu nyinyi mnakubali, amjiongezi, amtumia akili. Nyie nisikilizeni. Nisikilizeni nyie, sawa? Yaani pale ndani akitoke kitu. Sababu ingekuwa siri basi msingeniambia. Sisi tuna agree timamu. Alikuja yeye akataka mkopo, tukaenda kusamilisha vitu vyake ndani na tukaamua kumkopesha. Tukaamua kumpa mkopo. Akapata hela. Yaani kuna watu duniani hawana akili kabisa. Unajua nyinyi hamna akili nyinyi. Unamsikia mwenzio? Kwa maisha haya ambayo mnayapitia, hali ngumu ya maisha. Alafu anakuambia urudi nyumbani, unakataa. Wifi yangu, bora ungekubali kurudi nyumbani. Mwenzako tu huyo hapo alipo, kula yake ni mtihani. Anaweza kala mlo mmoja au kwa siku asile kabisa. Alafu anakuambia urudi nyumbani, bado anaendelea kumkatalia. Sawa, tuseme maisha nyumbani ni magumu. Mama yako anaweza kukukataa wifi yangu. Lakini mama yako mkwe hawezi kukukataa hata siku moja. Ni bora tu ungekubali kurudi nyumbani, ukajisikizia na hiyo hali yako. Kipindi mwenzio anaendelea kutafuta maisha mengine ya wewe na huyo mtoto wenu aliyo tumboni. Lakini bado wifi yangu huone katika hilo. Mnaelewa ninachowaambia? Mnakielewa? Hauwezi ukaenda kwa mke wa mtu, sawa? Ukamkopesha pesa. Alafu anawaambia hivi mume wake asijue ni siri. Mnakubali, mnampa pesa. Inawaingia akilini nyie? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kama yeye aliamua kutumia siri, hatuwezi kumwingilia mtu kumjaji kwamba siri ya nini, siri ya nini. Sijui umeelewa? Kikubwa sisi tunaenda na jinsi yeye alivyokuja. Anataka pesa, aendeshe mambo yake. Na sisi tukamwelekeza bwana, mkataba wetu uko 1 2 3 na akakubali kasaini. Unakujaje kutuambia kwamba ni siri? Kwa hiyo hata nawe wifi unataka mimi nirudi kijijini ili nikae mbali na mtu ninayempenda? Umeshindwa kunipokea na kunipambania ili niwe karibu na mtu ninayempenda. Upendo na mapenzi ya kweli humfanya mtu aishi vyovyote vile, na Mungu anabariki. Sawa, mimi nitarudi. Imekaje? Yaani kama unavyomuona.
Nikiwa ninapojaribu kuongea naye kuhusu hili swala la kwenda nyumbani, Anea hataki kunielewa. Bali sikilizeni. Mkitaka iwe siri, basi msingenishirikisha. Mmenishirikisha kwa sababu mnataka mpate pesa yenu. Kwa taarifa yenu niwaambie, hapa pesa haitoki. Yaani pesa ampati na mchukui chochote pale. Akulendi kokote kuna puuzi wakubwa nyie. Ni mna akili kweli nyie? Hiyo shazi ni nini? Unasema tupati pesa? Puuzi. Pesa tupati. Hiyo pesa utaitoa. Hiyo pesa utaitoa. Unajua mwanangu, lakini mimi nilikwambia haya masuala si serious, sio mazuri. Ila lakini mimi najua kwamba mshikaji ile atatoa. Kwa sababu gani? Na tuseme kwamba atatoa. Sikeshajua kwamba mke wake kaja kakupa hapa. Kwa hiyo lazima tujue nayo jamaa. Ubakie salama. Nina dharura kidogo ya kikazi. Kama mwezi mmoja hivi nitakuwa nishamaliza. Kwa hiyo yaani mume wangu, jana hujalala hapa nyumbani, leo saa hizi unaniambia unasafiri. Imekaje hiyo? Kwa hiyo wewe kwenda kukopa kunitia aibu mimi. Nimekopa kimya kimya bila kuniambia. Vipi hiyo imekaaje? Imekaa sawa? Mume wangu, tulishaliongea hilo. Tumemaliza kabisa na mjadala ulifungwa. Na nashukuru Mungu ulipambana kama mume ukanilipia. Sasa hiyo mada inaingilianaje hapo tena jamani? Nisikilize. Pia nimeamua kuipokea hii safari nikaipumzisha akili yangu. Nikiwa kwenye hii nyumba ninahisi kabisa ninaweza nikafanya kitu kibaya juu yako. Nimechoka kuumia kichwa. Asia, nimechoka. Kwanza kabisa sioni ushirikiano wako wote uliojua kumtafuta Subira. Yaani sikuoni ukihangaika. Sikuoni ukiwezeka kumtafuta Subira. Sioni chochote. Sijui umenielewa. Niache nikapumzisha akili yangu. Yaani Sulia au mume wangu, najua tulipotoka na siwezi kusahau hata siku moja. Na kengine sitosahau uliponitoa na sijasahau. Na kama ipo siku unawaza labda mimi nitadai talaka au nitaondoka huko ndani, sahau. Umwatoki mtu na sidai talaka. Nitapambana kama mwanamke. Najua kuna mwanzo na mwisho, vitaisha tu. Kabla ya ndoa nilidhani nitakume, lakini nikabaki kivuli cha mapenzi. Nilishika pete. Kama hautadai talaka, basi huenda itakufuata yenyewe Kichwani, lakini jina langu halikuwa kwenye moyo wake. Kila niliyempenda kanikata, kila niliyemwomba kaniambia. Vipi? Huyu ndo katoka hapa sasa hivi, ndo kakatisha nyumba tu. Kwa hiyo ukitokeza hapo unakutana naye, mfuatilie taratibu, mwenye asijue. Yaani utachokiona chochote njoo niambie. Na kutegemea mdogo wangu, usiniangushe. Yaani anaondoka hivi hivi, yaani usiniangushe. Yaani ukikatiza tu hapo utamuona. Haya sawa. Siku ya kuoa nilikuwa tayari, lakini yeye alikuwa tayari kuondoka, nikabaki na suti na machozi
Kabla ya ndoa nimejifunza kwamba si kila anayekupenda anataka kukaa. Kabla ya ndoa nimejifunza kwamba si kila anayekupenda anataka kukaa. Kabla ya ndoa nilidhani nitakuwa mume, lakini nikabaki kivuli cha mapenzi. Nilishika pete mkononi